rasmi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa rasmi kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sherehe zilizofanyika leo kwenye viwanja vya kijeshi vya Dodoma, zikiwa zimehudhuriwa na viongozi waandamizi wa serikali, jeshi na wageni walioalikwa kutoka ndani na nje ya nchi. Katika tukio hilo, Daktari Emmanuel John Nchimbi naye alikula kiapo cha kuwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiahidi kushirikiana kikamilifu na Rais Samia katika kuongoza taifa. Rais Samia amekuwa kiongozi wa kwanza mwanamke kuongoza Tanzania kwa muhula wa pili mfululizo baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliozua mjadala na maandamano makubwa kote nchini. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa 98% ya kura. Matokeo ambayo yalizua maandamano makubwa na machafuko yenye vifo vya mamia ya watu kote nchini, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali. Katika hotuba yake ya ushindi siku ya Jumamosi, Rais Samia alieleza kuwa uchaguzi huo ulikuwa uhuru na wa kidemokrasia na kuwaita waandamanaji wasio wazalendo. Hata hivyo, vyama vya upinzani vimepinga matokeo hayo, vikidai kuwa uchaguzi haukuwa wa haki kwa sababu wagombea wakuu wa upinzani walifungwa, wengine walizuiwa kushiriki. Waangalizi wa kimataifa pia wameeleza wasiwasi juu ya uwazi wa mchakato wa uchaguzi, huko wakisema kwamba vurugu zilienea Tanzania. Maandamano hayo yaliongozwa na vijana yalienea Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na miji mingine, ambapo waandamanaji walivamia vituo vya kupigia kura, kuongoa mabango ya kampeni na kukabiliana na vikosi vya polisi licha ya onyo kali kutoka jeshi. Taarifa zilieleza kuwa baadhi ya waandamanaji wametoroka nchini Kenya kuepuka ukamataji, lakini polisi wa Kenya wamerusha mabomu ya machozi upande wa mpaka. Msemaji wa chama cha upinzani Chadema amedai kuwa takribani watu 700 wameuawa na vikosi vya usalama, huko chanzo cha kidiplomasia kikiliambia BBC kwamba ushahidi umeonyesha zaidi ya watu 500 wamefariki dunia. Kukosekana kwa mtandao wa internet nchini kote kumefanya iwe vigumu kudhibitisha idadi kamili ya vifo na majeruhi.